Mambo ya polisi kupewa bunduki, hiyo ni agizo ilitoka kwa Rais Moi, lakini mbeleni haikukuwa hivyo. Polisi walikuwa wanaangalia usalama ya wananchi wakitumia rungu. Mtu anashikwa kama amepatikana na makosa, anapelekwa, anastakiwa, lakini sio kuua. Lakini sababu ya Rais Moi kupatia polisi bunduki ni wakati wa watu walikuwa wanaanza kunyang'anya watu mali zao. Inakuja ni makosa tena kwa polisi kupatiwa bunduki wakati anaenda kuangalia watu wenye wako kwa maandamano. Tena polisi anapatiwa bunduki wakati anaenda kuangalia wanafunzi wakati wanafanya strike kwa shule. Kama polisi amefanya makosa kama hiyo, mwenye amepatia polisi bunduki ndiye anatakana kustakiwa. Right yetu sisi wananchi iko wapi hapa Kenya? Tunadhulumiwa pamoja na wanasiasa, tunadhulumiwa na polisi, tunadhulumiwa na viongozi. Kwa nini namna hiyo? Bwana Raila, sisi tunataka wewe ukiwa huko ujaribu kusaidia hawa wananchi ambao wamesimama nyuma yako. Wewe ndio wanaona ya kwamba unaweza kuwasaidia kwa hii masuala. Jina langu ni Peter Andai, bunge la mwananchi Nakuru sababu. Ningependa kuongea kwa kukasifu idara ya polisi kwa upande wa mauaji ya holela ambayo inaonekana katika nchi. Mambo ya polisi kupewa bunduki, hiyo ni agizo ilitoka kwa Rais Moi, lakini mbeleni haikukuwa hivyo. Polisi walikuwa wanaangalia usalama ya wananchi wakitumia rungu kwa kuangalia watu na kuwanyorosa, kuweka. Mtu anashikwa kama amepatikana na makosa, anapelekwa, anastakiwa, lakini sio kuua. Lakini sababu ya Rais Moi kupatia polisi bunduki ni wakati wa watu walikuwa wanaanza kunyang'anya watu mali zao na kuwaua. Ndipo Rais Moi aliona polisi mwenye ako kwa bank apewe bunduki, lakini inakuja ni makosa tena kwa polisi kupatiwa bunduki wakati anaenda kuangalia watu wenye wako kwa maandamano. Tena polisi anapatiwa bunduki wakati anaenda kuangalia wanafunzi wakati wanafanya strike kwa shule. Tena hiyo ni makosa ambayo wakubwa wa polisi wanafanya, kupatia polisi mwenye anaenda kuangalia maandamano anampea bunduki. Sasa kama polisi amefanya makosa kama hiyo, mwenye amepatia polisi bunduki ndiye anatakana kustakiwa, kwa sababu yeye anapeana amri ya polisi kwenda na bunduki kwa maandamano, kwenda na bunduki kwa strike ya wanafunzi. Huyo mwenye polisi anafanya makosa, yeye pamoja na polisi ndio wanatakikana wastakiwe. Alafu tunapata makosa ingine ambayo polisi wanafanya wakati wameshika mtu wamepeleka kwa seli. Kabla hawajamstaki wanapiga mpaka wanaua. Hiyo mambo haikukuwa namna hiyo katika hapo mwanzo. Sisi tunajua hata wakati tulitoka kwa wapeperu, polisi hakukuwa anatumia bunduki. Na wakati huo wakati wa mpeperu, mzungu alikuwa anamshika, anawekwa seli na anastakiwa.
Na wakati Kenyatta ameshika uongozi vile vile hakutumia bunduki, alitumia rungu. Mtu anashikwa, anafungwa pingo, anawekwa sel na anaenda anastakiwa. Na vile vile Moi wakati aliweka hiyo mambo ya bunduki, haikukuwa ya kwamba sasa mtu akipatikana na makosa auawe. Na hiyo mambo tumeona ya kuuawa kwa watu, tumeona ikiendelea kwa watu wengi sana, imeenda na hakuna hatua yenye inachukuliwa. Kwa hivyo sisi tuna bunge la wananchi linaona ya kwamba wale wanasiasa na wasimamizi wa polisi pamoja na serikali kwa ujumla, rais mwenye kutoa agizo la polisi kushuti watu, hao ndio watu wanatakikana wasitakiwe kwa sheria vile inatakikana. Hao ndio wenye makosa, sio mpatie mtu bunduki akienda kushuti mtu, nyinyi mnabaki nyuma ati hamuna makosa. Mnasema kwa nini ulishuti na ulimpea bunduki? Mwenye alipeana bunduki, mwenye alitoa amri, wote wanatakikana wawekwe ndani, kwa sababu hiyo agizo la Rais Moi ya kwamba polisi apewe bunduki, hilo halikupitishwa na bunge. Ilikuwa tu agizo lenye alisema hivyo wale maaskari wenye wanachunga kwa bank wawe wanachunga na bunduki, lakini sio kuenda kwa raia kuchunga raia na bunduki. Hiyo ni makosa ambayo viongozi wa polisi na pamoja na wanasiasa na wanasimamia nchi wanafanya na raia. Sisi raia tunaona hiyo, hata bunge na wananchi imeona hiyo ni makosa ambayo wakubwa wanafanya na wanastahili. Hata hao vile vile kama wananchi wangekuwa na uwezo wao, wangestaki hao wakubwa kwanza ndio wenye kusudi astakiwe, kwa sababu makosa imekuwa namna hiyo. Na vile vile tunaona katika polisi wameingia kabisa kwa wananchi, badala ya mwananchi ashikwe astakiwe, inakuwa sasa yeye apigwe au wawe. Hiyo ni makosa ambayo muna mistreat watu kwa njia isiyofaa, na hiyo inatakikana ya kwamba hiyo serikali ipatilishwe. Kitu kingine ninaongea ni kwa mheshimiwa Baba Odinga. Tunaongea kwa sababu wewe huko uliingia na watu wa ODM huko kwa serikali, na watu wa ODM wanasaidia serikali huko kazi, mumeenda mzuri. Hiyo ni mzuri kwa kufanya kazi pamoja na kwa kuungana na kufanya kazi pamoja, lakini tunataka ukiwa huko uangalie masuala ya wananchi walikuwa tunalalamika, ambayo walikuwa tunaandamania hiyo maneno. Wewe ulienda nayo hapo, na tunaona bado tunaona watu wanaendelea kuuawa kwa maandamano, watu wanapigwa marisasi na hakuna hatua yenye inachukuliwa. Tunataka hiyo mambo iongelewe mpaka kwa bunge, tuweze kujua, wananchi waweze kujua ya kwamba hiyo mambo inafanywa hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo sio right ya wananchi. Right inasema ya kwamba kama mtu amepatikana na makosa ashikwe, astakiwe, basi akipatikana akifanya kesi apatikane kweli ana makosa afungwe, lakini sio ashikwe kabla hata hajafikishwa kotini, hata hajafikishwa sel, amepigwa kipundukia. Tena tunaenda kwa maandamano, tunapata watu wametoka kwa maandamano kwa sababu ya makosa ambayo imefanyika kwa serikali. Watu wanaandamana, tena wanaenda wanapigwa wasiandamane.
Right ya wananchi iko wapi hapa Kenya? Right yetu sisi wananchi iko wapi hapa Kenya? Tunadhulumiwa pamoja na wanasiasa, tunadhulumiwa na polisi, tunadhulumiwa na viongozi. Kwa nini namna hiyo? Wananchi, bunge la wananchi linasema liulize viongozi wa nchi, wale watu ambao wanauawa kwa maandamano wasiandamane. Wakitaka kuandamana kwa makosa ile wanaona kwa serikali, wanapigwa, wanauawa. Hiyo ni right ya wananchi. Na nyinyi viongozi mnasimamanga hapa, mnasema ya kwamba tutawasaidia, tutafanya hii, na wakati imefika, wakati tunadhulumiwa, nyinyi mmenyamaza tu, hakuna kitu mnafanya. Sasa Bwana Raila, sisi tunataka wewe ukiwa huko ujaribu kusaidia hawa wananchi ambao wamesimama nyuma yako. Wewe ndio wanaona ya kwamba unaweza kuwasaidia kwa hii masuala yenye wewe ulikuwa nayo na ambayo wananchi wanaingojea sana waone ukishughulikia hiyo maneno. Ni kwamba hii mambo ya kunyanyaswa kwa kuandamana, kuuliwa ovyo, na hii mambo ya uchaguzi wakati uchaguzi inaisha, tunakosa kupata haki yetu kwa mambo ya uchaguzi. Tunaona hiyo mambo imenyamaziwa na mnasema tu tumechakua, lakini wakati tunafika pale kwa uchaguzi tunachakua na wananchi hatuwezi kupata right yetu vile tumechakuana. Tunachakuliwa na mtu mwingine ndiye anachakua tu kupata rais, ambao watu wanakuwa wakienda wakisumbuka. Tunaona mambo ambayo tunatakana tushughulikiwe katika nchi ya ufisadi igwise, mambo ya wananchi wa vijana wapate kazi, mambo ya nchi iende sawasawa. Na tunaona hiyo mambo Raila, wewe ulienda nao hapo na wananchi wakasikia ya kwamba wewe ukienda hapo utasaidia tuweze kutengeneza mambo ya uchaguzi. Tulikuwa tunataka waziri mkuu mwenye ako na mamlaka ambaye ataweza kusimamia mambo ya uchaguzi na pamoja na mambo ya mawaziri katika nchi na pamoja na mambo ya uongozi wa nchi ya mambo ya baadaye. Lakini tunaona vile mumeenda hapo, hata hatujasikia tutaenda kwa referendum ama tutafanya chochote. Umeenda hapo na umekuwa pena mnaenda pamoja na Rais Ruto. Hiyo wananchi hawachafurahia mambo hiyo. Tunataka ufanye kazi vile umeenda hapo na uonyeshe ya kwamba wewe wa ODM na ulienda hapo na ODM kwa sababu ya wananchi. Asante sana.